kwa sababu ya muda tunaingia moja kwa moja kwenye kipengele hiki hapa, na moja kwa moja tunaingia hapa. Okay, tunafanya hivi. Kiroho, kutakasika na kulitafakari neno la Mungu. Afya rohoni. Okay, ni muda huo. Mtumishi wa Mungu yuko hapa, Apostle Joshua Damian Mwakapanga. Naamini Mungu anatamani kuzungumza nasi kupitia wewe kwa muda huu hapa, nakupa nafasi nzuri. Asante sana. Nikushukuru sana msikilizaji, asante sana mtangazaji kwa ajili ya nafasi hii ambayo tumeipata kwa neema ya Mungu tena na kwa wakati mwingine tena ambao Mungu amefanya tushangilie na kufurahi. Shalom shalom msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimuombe Mungu kabla hatujaenda mbali. Baba Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru, asante kwa ajili ya wakati huu. Wewe ni Mungu mwema, tena wewe ni mwaminifu na ni Mungu aliye hai na ni Baba wa milele. Nikushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo, asubuhi njema sana ambayo Bwana umeifanya kwa ajili ya kila msikilizaji wa Afya Radio. Tokea mahali popote na watu wote ambao sasa hivi wameshaweka tayari Afya Radio, kipindi hiki cha Afya Rohoni, maarifa ya mbinguni kwa wanadamu wote. Baba Mungu, ninaomba asubuhi ya leo uwe mwaminifu tena, ukaseme na watu wako, ukaseme na taifa lako kwa ujumla. Siku hii ya leo Bwana Mungu, ninaomba uliachilie lile kusudi lako kwa ajili ya taifa letu. Asante kwa ajili ya mmoja mmoja, asante kwa ajili ya wengine wote. Baba, kwa heshima yako na utukufu ninashuka ili wewe uinuke kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Msikilizaji wa Afya Radio, nikusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Leo tunayo habari njema tena ambayo Mungu ameiachilia kwa ajili ya kila mmoja wetu. Tutazungumza sana kwa habari ya msingi wa amani katika msingi wa amani katika nchi. Leo asubuhi ya leo tutazungumza msingi wa amani katika nchi. Tutazungumza msingi wa amani katika nchi. Msikilizaji wangu, unayenisikiliza kutokea mahali popote, twende pamoja. Nianze kuweka sawa habari ya amani, kwamba amani ni nini? Amani ni hali ya usalama na utulivu isiyo na mafadhaiko ambayo huja wakati hakuna vurugu au vita. Kila kitu kiwepo kwa maelewano na uhuru kamili. Amen. Msikilizaji, naomba mahali popote pale ulipo uende pamoja na mimi. Nazungumza kwa habari ya msingi wa amani katika nchi. Amani ni nini? Amani ni hali ya usalama na utulivu isiyo na mafadhaiko ambayo huja wakati hakuna vurugu au vita. Kila kitu kiwepo kwa maelewano na uhuru kamili. Msikilizaji, ikumbuke kwamba Yesu aliwahi kusema, mkiifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Yesu huyu anazungumza maneno haya, alikuwa na maana kubwa sana kwa watu wote, kwa jamii yoyote, kwa taifa lolote, kwamba ili mwanadamu awe mshindi, siri ya kwanza lazima awe mwepesi wa kuifahamu kweli. Kwamba ukikosa kweli katika eneo lolote, hauwezi ukapata uhuru wa aina yoyote. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Uhuru katika eneo lolote unabebwa na kitu kinachoitwa kweli. Kwamba mtu akifahamu ukweli, akielewa, akifahamu kweli, na hiyo kweli inamfanya awe na maisha salama, inamfanya awe huru, inamfanya aishi kwa uhuru. So nazungumza kwa habari ya msingi wa amani katika nchi. Sasa anasema mkifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Twende pamoja msikilizaji wangu.
kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 mstari wa 12, nitasoma hadi wa 15. Mambo ya Nyakati sura ile ya 7 mstari wa 12, nisome hadi wa 15. Ikumbuka kwamba ninaongea kwa habari ya msingi wa amani katika nchi. Naongea kwa habari ya msingi wa amani, foundation, kiini cha amani. Msingi wa amani katika nchi. Msingi wa amani katika nchi. Naongea kwa habari ya kiini, chanzo cha amani, msingi wa amani. Ndiyo msikilizaji wangu, twende pamoja katika Biblia takatifu. Ndiyo kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 12 hadi wa 15 imeandikwa. Now Bwana akamtokea Sulemani usiku. Ndiyo. Akamwambia, nimesikia ulioyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Nikizifunga mbingu isiwe mvua. Tena nikiamuru nzige kula nchi. Au nikiwapelekea watu wangu tauni. Mstari wa 14. Ndiyo. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mstari wa 15. Sasa macho yangu yatafumbuka. Na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Amen. Msikilizaji, naongea kwa habari ya msingi wa amani katika nchi. Amina. Msingi wa amani katika nchi. Amina. Sulemani anatokewa na Mungu, na Mungu anamwambia kwa habari ya maombi juu ya uponyaji wa nchi. Amen. Wakati mwingine msikilizaji, huwezi kuelewa maana ya neno nchi. Nchi ni wewe mwenyewe. Amina. Nchi ni mtu anayeishi ndani ya Tanzania. Amen. Kwa ninazungumza kwa habari ya msingi wa amani katika nchi. Amina. Kwamba ili tuwe huru sana, tunapaswa kuelewa msingi wa amani ni kitu gani. Amina. Msingi wa amani katika nchi. Amen. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya. Na Mungu anasema kwanza atasikiliza maombi ya watu wanaoomba. Niwashukuru sana watu wote ambao mnaendelea kuomba kwa ajili ya nchi yetu, mnaendelea kuomba kwa ajili ya wanawake, wanaume, mnaendelea kuomba kwa ajili ya kizazi kijacho. Mungu awabariki sana. Hili ni jambo la msingi sana, na ni jambo la hekima sana, na ni jambo la nguvu sana kwa ajili ya uponyaji juu ya watu walio katika Tanzania. Mungu awabariki sana. Ninaongea kwa habari ya msingi wa amani katika nchi. Sikiliza msikilizaji. Msingi wa amani katika nchi ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndiyo msingi wa amani katika nchi. Sio mwanadamu, sio mtu mahala, sio jamii ya watu. Ni Mungu mwenyewe ndiye msingi wa amani katika nchi. Kwa hivyo maana yake nini? Maana yake mwanadamu akimwelewa Mungu, akamjua Mungu, akamuomba Mungu, maana yake amepata msingi. Amepata msingi wa uhuru. Amepata msingi wa amani. Amepata kuwa smart katika maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu mwenye msingi ni Mungu mwenyewe. Msingi wa amani sio mjomba. Msingi wa amani sio shangazi. Msingi wa amani sio bibi. Msingi wa amani sio kiongozi mahali fulani. Msingi wa amani ni Mungu mwenyewe. Wathesalonike sura ile ya 3. Wathesalonike wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 16. Tunakumbushana maneno haya ya muhimu sana msikilizaji wangu. Naongea kwa habari ya msingi wa amani katika nchi. Ndiyo.
Wathesalonike wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 16 imeandikwa. Inasemaje? Sasa Bwana wa amani, rudia tena. Imeandikwa. Ndio. Sasa Bwana wa amani mwenyewe. Sasa Bwana wa amani mwenyewe awape amani daima kwa njia zote. Na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote. Bwana awe pamoja nanyi nyinyi nyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi sasa Bwana wa amani. Amen. Maana yake amani ni ya Mungu mwenyewe. Amen. Na mwenye uwezo wa kuzalisha amani katika nchi ni Mungu mwenyewe. Amen. Kila mwanadamu uliyekosa amani, Amen. amani inapatikana kwa Mungu. Amen. Kila mwanadamu anayefadhaika moyoni, Amen. amani inapatikana kwa Mungu. Amen. Kila mwanadamu mwenye maswali 100, mwenye maswali 1000, mwenye maswali 10,000, Amen. amani inapatikana kwa Mungu. Amen. Kila mwanadamu uliyekosa njia, amani inapatikana kwa Mungu. Kila mwanadamu unayehangaika kwamba utashindaje vita vya dunia, amani inapatikana kwa Mungu. Kila mwanadamu mwenye magonjwa mengi sana, mwenye shida nyingi sana, uliyekosa safari, amani inapatikana kwa Mungu. Nimekuja nikutambulisha asubuhi ya leo kwamba Bwana ndiye amani, Bwana wa amani. Sio mwanadamu ndio Bwana wa amani. Kwamba Mungu ni Bwana wa amani. Kwamba niko ambaye niko ni Bwana wa amani. Yeye jemedari wa vita ni Bwana wa amani. Na wala sio mwanadamu yeyote. Mahali popote unatafuta amani, mahali popote unalia na amani, mahali popote unahangaika na amani, Bwana wa amani yuko hapa leo. Bwana wa amani atakusaidia. Uwe unahitaji amani ya afya, unahitaji amani ya ndoa, unahitaji amani ya biashara, unahitaji amani ya uchumi, nakwambia Bwana wa amani aliye msingi, aliye foundation, ndiye huyo ambaye asubuhi ya leo unamsikia katika madhabahu ya afya ready. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wathesalonike sura ya kwanza sura ya 5 mstari wa 20 na 23. Bwana wa amani. Tunagundua kumbe msingi wa amani sio mwanadamu. Msingi wa mwanadamu ni Bwana mwenyewe. Amen. Msingi wa mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Amen. Msingi wa amani ni Mungu mwenyewe. Amen. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, na Mungu anasikia. Sio maombi ya mtu mmoja, anasikia maombi ya watu wengi. Taifa la Tanzania wote tunaweza tukamwomba Mungu na amani yetu ikasheheni na amani yetu ikatawala. Mahali popote unasikiliza, unaweza ukamwomba Mungu. Mahali popote uko kwa ndoa, unaweza ukamwomba Mungu na amani ikatokea. Kwa nini? Kwa sababu chanzo cha amani ni Mungu mwenyewe. Twende pamoja. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ndio, sura ya 5 mstari wa 20 na wa 23 imeandikwa. Inasema nini? Msitweze unabii. Msitweze unabii. Jaribuni mambo yote. Jaribuni mambo yote. Shikeni lililo jema. Shikeni lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Mungu wa amani mwenyewe. Sikia maneno haya, rudia tena. Mungu wa amani mwenyewe. Sikia tena, rudia tena. Mungu wa amani mwenyewe. Mungu wa amani mwenyewe. Awatakase kabisa. Awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu. Nafsi zenu na roho zenu. Na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili. Na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili. Bila lawama. Bila lawama. Wakati wa kuja kwake Bwana wetu. Wakati wa kuja kwake Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunaona Bwana wa amani ni Mungu mwenyewe. Ndiye chanzo cha amani. Sio mganga wa kienyeji, sio mpiga ramli, sio msoma nyota, sio madaruashi. Mungu mwenyewe ndiyo chanzo cha amani. Naongea na mtu aliyekosa amani. Naongea na mtu aliyekosa amani ya afya. Naongea na mtu aliyekosa amani ya ndoa. Naongea na mtu aliyekosa amani ya biashara. Naongea na mtu aliyekosa amani katika utawala wako. Bwana ndiye Bwana wa amani yako. Bwana ndiyo Bwana wa amani. Amen. Sikiliza vizuri msikilizaji wangu. Sikiliza vizuri. Amen. Shetani, wachawi, ndiyo chanzo cha kuharibu amani. Amen. Ndio chanzo cha kuharibu amani. Ndio chanzo cha kuharibu amani. Amen. Kila mahali penye machafuko, kila mahali penye kesi, kila mahali penye vurugu, chanzo cha uchafuko ya amani ni shetani. Ni shetani.
ni shetani. Ni shetani. Amen. Na kabla hajachafua amani ya maisha yako, tayari alitengeneza machafuko kule mbinguni. Na Mungu akaamua kumuondoa. Kwa nini aliamua kumuondoa? Kwa sababu tayari ndani yake kavaa asili ya uchafu. Akavaa asili ya uovu. Amevaa nje asili ya uovu. Kwa sababu ameibeba dhambi. Amebeba maasi. Amebeba machafuko. Kwa hiyo kila mahali penye vurugu, chanzo cha machafuko ni shetani. Chanzo cha machafuko ya wanafamilia ni shetani. Chanzo cha machafuko ya afya ni shetani. Ni shetani. Sikiza maandiko haya. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:33. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33. Twende pamoja pale. Ndio. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33 imeandikwa. Nini nasema? Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Bali wa amani. Rudia tena. Imeandikwa. Ndio. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Bali wa amani. Vile kama ilivyo katika makanisa yote. Kama ilivyo katika makanisa yote matakatifu. Ya watakatifu. Amina, amina, amina. Biblia inaposema makanisa ya watakatifu, maana yake kuna makanisa yasiyo ya watakatifu. Amen. Amina. Biblia inaposema yeye ni Bwana wa amani na wala sio Mungu wa machafuko. Amina, 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 amina. Popote unajitia moyo kwamba siku moja machafuko haya yataisha. Machafuko haya yanaweza yasiishe kama haujaelewa msingi wa amani ni nani. Amen. Shetani ameibeba nguvu ya machafuko. Amen. Wachawi wamebeba nguvu ya machafuko. Amen. Unajua watu wengi mnajiuliza maswali, kwa nini mchungaji Kapanga kila akiwa studio lazima ataje wachawi? Ndio. Ndugu yangu msikilizaji, niliwahi kuwa mchawi. Na ndio maana sipendi wachawi. Na kila nikisikia mchawi au maisha ya mtu anahangaika, of course muda wote mimi napambana. Kwa sababu niliwahi kuwa mchawi. Niliwahi kutesa watu. Na ndio maana kila nikiwa mahala, hata ukifika kwa madhabahu, asilimia ya watu wengi wanahangaika kwenye maisha yao. Wanalia kwenye nyumba zao kwa sababu ya wachawi. Kwa hiyo siache kutaja mchawi hadi nihakikishe maisha yako yako salama. Hadi nihakikishe nchi yako yako salama. Lazima nipambane na wachawi, kwa sababu ndio chanzo. Chawi ni mchafu. Na ndio maana anapotuma roho kwa watu, anapotuma roho kwenye eneo, lazima panachafuka, kwa sababu asili yao ni wachafu. Haleluya. Msikilizaji wa mwenye ni shahidi. Hakuna aliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji ukachukua dawa ikawa safi. Kama ni nyama utakula hazina chumvi, zimechanganywa na mambo machafu machafu. Naongelea msingi wa amani ni Bwana. Msingi wa uchafu ni shetani. Msingi wa uchafu ni wachawi. Lazima unapoona eneo lako lina machafuko, elewa shetani ameshaingia. Anapaswa kuondolewa. Anapaswa kumwambia pisha. Anapaswa kumwambia achia familia. Anapaswa kumwambia achia afya. Usikubali kuchafuliwa msikilizaji. Usikubali kuchafuliwa. Msingi wa machafuko ni shetani 100%. Sio Mungu. Kwa kuwa Mungu sio Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani. Kimbia mara moja Yakobo 3:16. Yakobo 3:16. Kimbia mara moja Yakobo 3:16. Yakobo 3:16. Maneno matakatifu haya. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Mungu ana mpango wa kukuponya. Amina. Mungu ana mpango wa kukuinua. Amen. Chanzo cha amani, msingi wa amani ni Mungu mwenyewe. Amen. Shetani ni mharibifu. Amina. Shetani anavuruga. Amen. Shetani anachafua. Ndio. Nasikia mama na baba hawaelewani.
Machafuko yameingia. Mtu na biashara yake hawaelewani. Machafuko yameingia. Mtu na rafiki yake hawaelewani. Machafuko yameingia. Mtu na mpenzi wake hawaelewani. Machafuko yameingia. Mtu na nyumba yake hawaelewani. Machafuko yameingia. Shetani anafanya kazi. Hebu sema toka shetani. Toka shetani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Twende pale some. Kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 3 na ule mstari wa 16 imeandikwa. Ndio. Maana hapo palipo wivu Ndio. na ugomvi ndipo palipo machafuko. Maana hapo palipo wivu, palipo na ugomvi, ndipo na machafuko yanatokea. Amen. Ndio. Na kila tendo baya. Na kila tendo baya. Amen. Haleluya msikilizaji. Amina, amina, amina. Biblia inasema, Amina. Amen. mwizi alikuja kuiba. Amina. Shetani Amen. kazi yake ni kuiba. Amina. Shetani Amen. kazi yake ni kuua. Amina. Shetani Amina. kazi yake ni kufarakanisha. Amen. Shetani Amina. kazi yake ni kuwafanya watu Amina. wasiwe na amani. Amen. Shetani Amina. kazi yake ni kufanya watu Amen. wanandoa wasiwe na amani. Amina. Wafanya biashara wasiwe na amani. Amina, amina, amina. Watu wanalia. Amen. Kila siku hali mbaya. Amina. Kila siku mateso. Amen. Wengine saizi naongea. Amen. Wamelala vitandani. Hawana amani. Amina. Hawajiwezi. Amen. Kelele za matatizo Amen. zinapiga ndani ya miili yao. Amen. Kelele za magonjwa Amen. zinapiga ndani ya mioyo yao. Amen. Shetani amekuchafua. Utafunguliwa majira haya. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Utafunguliwa. Amina, amina. Utafunguliwa. Amen. Utafunguliwa. Amen. Kiona mtoto na mtoto hawaelewani. Ndio. Sifikiri ni mambo ya kawaida. Shetani ameshaingia. Ndio. Kiona watu wanakufa ovyo ovyo. Amina. Chanzo cha amani ni Mungu katika nchi. Amina, amina, amina. Katika mwanadamu yeyote. Amina. Chanzo cha amani ni Mungu. Amen. Shetani ni mhalifu. Shetani ni muuaji. Amen. Shetani ni mwangamizaji. Ndio. Na ndio maana baada ya shetani kutenda kazi, kuharibu familia, kuharibu wafanyabiashara, kuharibu viongozi, viongozi wa dini, viongozi wa nchi, shetani baada ya kuharibu, Yesu akatokea. Yesu akatokea. Kazi ya Yesu ilikuwa ni kurudisha uzima. Kazi ya Yesu ni kutengeneza uzima. Kazi ya Yesu ni kunyosha njia zilizopinda pinda. Na leo nakutamkia mtu wa Mungu, lazima njia yako inyoke. Lazima maisha yanyoke. Lazima maisha yanyoke. Popote ulipo lazima yanyoke. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akurudishie amani yako. Amina, amina, amina. Yohana 10:10. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 10 na ule mstari wa 10 imeandikwa. Ndio. Mwivi aji ila aibe na kuchinja Ndio. na kuharibu. Ndio. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Ili wawe na uzima. Kisha wawe nao tele. Kisha wawe nao tele. Amen. Haleluya msikilizaji. Amina, amina. Yesu alikuja Ndio. ili kila mtu awe na uzima. Amina. Popote unaponisikiliza, Amina, amina. uzima ni haki yako. Amen. Uzima ni haki yako. Amina. Narudia tena, uzima ni haki yako. Amina. Narudia tena, uzima ni haki yako. Amen. Narudia tena, uzima ni haki yako. Amina. Narudia tena, uzima ni haki yako. Amen. Mungu anasema Ndio. kabla ya mambo yote Ndio. anataka dua, Amina. anataka sala, Amen. anataka maombi. Amina. Kabla ya mambo yote, Amen. kabla ya ndoa yako, Amina. kabla ya kazi yako, Amen. kabla ya biashara yako, Amen. kabla ya uchaguzi wetu wa nchi, Amina. Mungu anataka dua. Ndio. Mungu anataka sala. Maombi. Kabla hujagombea, Amina. kabla hujapiga kampeni, Amen. Mungu anataka dua. Amen. Anataka sala. Amen. Kabla hujagombea hiyo nafasi, Amina. Mungu anataka dua. Amina. Kabla hujapambana wewe kama mwanadamu, Amina. Mungu anataka dua. Amen. Kabla hujaolewa, Mungu anataka dua. Amina. Kabla hujaoa, Amina. Mungu anataka dua Amen. na sala. Amen. Maliza pale. Amen. Timotheo nasoma 2. Timotheo wa kwanza sura ya 2 1 hadi mstari wa 2. Nayo ndio maandiko yangu ya mwisho. Imeandikwa. Ndio. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 3 mpaka wa 2 imeandikwa. Ninasema Basi kabla ya mambo yote kabla ya mambo yote nataka dua na sala nataka dua na sala na maombezi na shukrani na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme
na wote wenye mamlaka, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wa wote na ustahimilivu. katika utauwa wa wote na ustahimilivu. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amina, amina. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Sikia sauti hii. Amen. Kabla ya mambo yote Amina. anataka dua, Amen. anataka sala, Nataka maombezi. anataka maombezi, Nataka shukrani pia. anataka shukrani. Amen. Kabla ya mambo yote, Amen. kabla hujajenga nyumba, Ndio. Ndio. Amen. kabla hujaingia, Amen. 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 kabla hujatenda, Amen. anataka dua Zifanyike kwa ajili. zifanyike kwa ajili ya watu wote, Amen. 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 sio kwa ajili ya kanisa Kwa moja, ajili ya watu wote. sio kwa ajili ya mtu mmoja, Kwa ajili ya watu. sio kwa ajili ya kiongozi Kwa mmoja, ajili ya watu. sio kwa ajili ya mwanafalsafa mmoja, Kwa ajili ya watu. kwa ajili ya watu wote. Amen. Pale ulipo msikilizaji, Amina. omba pamoja na mimi leo. Amen. Mungu anahitaji kusimamisha amani, Amina. Amina. amani ndani yako, Amen. amani katikati ya maisha yako, Amina. amani katikati ya taifa letu, Amen. amani katikati ya viongozi wetu, Amina. Amina. amani katika kila eneo, Amen. amani kila eneo. Amina. Omba amani ya Mungu. Amina. Baba, katika jina la Yesu, Asante Yesu. asante kwa ajili ya uaminifu wako. Mwaminifu. Asante, wewe ni Mungu mkuu, Asante mwenye wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni niko ambaye niko. Tunakuinua Bwana Yesu, tunasema asante Bwana kwa ajili ya taifa letu. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya wafanyabiashara wote. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya wagonjwa wote. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya waliochoka. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya walioumia. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya waliokwama. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya viongozi wote wa taifa letu la Tanzania. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya wale ulioandaa kwa ajili ya kuongoza taifa lako. Tunasema asante Bwana kwa wema wako Bwana, kwa nguvu zako Bwana, maana umesema tukifahamu kweli itatuweka huru. Bwana Yesu, amani yako Bwana imekuwa mbali na watu wako Baba. Amani yako Bwana imekuwa mbali na wanawake wa taifa. Amani yako Bwana imekuwa mbali na huyu mgonjwa katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, rejesha amani yao, rejesha amani yao, rejesha amani yao. Tunamkataa shetani, tunakataa nguvu zake, tunakataa bajeti, tunakataa wote kwa damu ya mwanakondoo. Akarabaseke andabakapapa. Pale ulipo msikilizaji, mkatae shetani, kataa bajeti wote, kataa mawakala wote juu ya nyumba yako, juu ya kazi yako, juu ya huduma yako, juu ya nafasi yako, juu ya miaka yako. Kataa shetani, kataa mashetani. Oriamakapa, orakashoko, andamakapapa, okoshandamama. Iliandikwa, muriamishwa chini ya nguvu za giza. Leo na wahamisha wote walioonewa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ondoke shetani, teketea shetani, angamiza shetani, haribu shetani juu ya nyumba hiyo, juu ya kazi hiyo, juu ya ndoa hiyo, juu ya uchumi huyo, juu ya miti huyo. Toka kwa jina la Yesu. Raboshaka, Rabashakapa. Shetani, una makao ndani ya yule mama, una makao ndani ya lile duka, una makao ndani ya ile kazi, una makao ndani ya ile ndege, una makao ndani ya ile gari. Achia amani yake, achia amani yao, 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 achia amani yao. Rakoshapa. Msikilizaji, inua malango yako, yafungwe malango yako, yafungwe malango yako. Amani ya Mungu isimame tena. Inua amani ya Mungu isimame tena juu ya uzao wako, juu ya nyumba yako, juu ya taraji lako, juu ya hatima yako. Inua amani ya Mungu, mwambie Mungu, simamisha amani yako Bwana, ulionifanya niwepo katika nchi, taifa takatifu, taifa teule, taifa lilojaa amani na amani, taifa lilojaa utele Bwana.
Anasema katika Filipi Shakapa. Oria masaka. Anasema na amani Ino moshaka. Yakara. Imo saka. Yanda la masaka. Oria masaka. Asante mwana kondo. Asante Mungu aliye hai. Asante Baba Yesu. Barako shaba. Oria masakata. Oria masakata. Ino moshakapa. Simama Mungu aliye hai. Nakoria basaya. Orako sakata. Inu mushakapa. Baba tunakushukuru. Baba tunakuinua. Asante kwa ajili ya nchi. Asante kwa ajili ya ardhi. Asante kwa ajili ya masikio ya mtu mmoja mmoja. Asante kwa ajili ya akili Bwana. Mungu katika jina la Yesu. Uinuke na usimame Bwana. Hawa watu watunzwe katika mikono yao. Shetani asije akatawala. Shetani asije kuwa na mamlaka. Tunamnyonga kwa jina la Yesu. Hana mamlaka kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakurudishia heshima, utukufu na adhabu. Ni vyako Bwana. Tunaomba amani yako. Ihifadhi kila mmoja. Ihifadhi kiongozi. Ihifadhi mwanamke yule. Ihifadhi mama yule. Ainuke alipowekwa. Ainuke alipotunzwa. Ainuke kwa jina la Yesu. Ainuke kwa jina la Yesu. Inua Bwana Yesu. Inua Bwana Yesu. Inua Bwana Yesu. Wewe ni Mungu na wala hakuna mwingine awezaye kusimama juu ya taifa hili, juu ya nchi hii, juu ya kanisa lako, juu ya watumishi wa Mungu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akuponye pale ulipo kwa jina la Yesu. Amen. Okay, maneno mazuri kweli kweli ya